Hii ni Kwaresma na leo ni siku ya 15 katika Kwaresma ya mwaka huu, katika mfululizo wa siku 40 za mafungo ya Kwaresma. Na ninawakaribisha ninyi nyote tena nyumbani mwa Bwana katika darasa la dakika 40 asubuhi hii na alfajiri ya leo. Mada inayotuongoza katika Kwaresma na mafungo haya ni kutoka msimu mpaka kusudi. Kutoka misimu mpaka kusudi, from seasons to reason. From seasons to reason. Neno kuu linalotuongoza ni kutoka kitabu cha Mhubiri ule mlango wa 3 mstari wa 1. Biblia inasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Lakini pia katika Matendo ya Mitume mlango wa 3 mstari wa 19, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwapo kwake Bwana. Na asubuhi ya leo tunaendelea na mwendelezo wa somo letu, mwendelezo mkubwa wa somo letu, misimu na kusudi katika maisha ya Ibrahim, Abraham's season and reason. Abraham's seasons and reason. Na tunaangalia asubuhi ya leo somo letu la leo. Somo letu la leo ni mashaka ya kusudi ya Ibrahim na Sara. Mashaka ya kusudi ya Ibrahim na Sara. Abraham's reason, doubt. Abraham's reason, doubt. Mashaka ya kusudi. Na neno linalotuongoza asubuhi ya leo kutoka kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 17 mstari wa 15 mpaka wa 22. Mwanzo mlango wa 17 mstari wa 15 mpaka wa 22. Na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu akamwambia Ibrahim, Sarai mkeo hutamuita jina lake tena Sarai, kwa kuwa jina lake litakuwa Sara. Nami nitambariki na tena nitakupa mwana kwake, naam nitambariki, naye atakuwa mama wa mataifa, na wafalme wa kabila za watu watatoka kwake. Ndipo Ibrahimu akaanguka kifudifudi, akacheka, akasema moyoni, je, mtu wa umri wa miaka 100 kwake atazaliwa mtoto, naye Sara mwenye umri wa miaka 90 atazaa? Ibrahimu akamwambia Mungu, lau kwamba Ishmael angeishi mbele yako. Mungu akasema, sivyo, lakini Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume, nawe utamuita jina lake Isaka, nami nitamfanya agano langu imara kwake kuwa agano la milele kwa ajili ya uzao wake baada yake. Na kwa habari za Ishmaeli nimekusikia, nimembariki, nitamzidisha, nami nitamuongeza sana sana. Atazaa maseyidi 12, nami nitamfanya awe taifa kubwa. Bali agano langu nitalifanya imara kwa Isaka, ambaye Sara atakuzalia majira kama haya mwaka ujao. Mungu akaacha kusema naye, akapanda kutoka kwa Ibrahim. Na neno letu la pili ni katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 18 mstari wa 9 mpaka wa 15. Kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 18 mstari wa 9 mpaka wa 15. Neno la Mungu lasema hivi: wakamwambia, yu wapi Sara mkeo? Akasema, yumo hemani. Akamwambia, hakika nitakurudia wakati huu mwakani, na tazama Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema iliyokuwako nyuma yake. Basi Ibrahim na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa,
na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema, niwapo mkongwe nitapata furaha na bwana wangu mzee? Bwana akamwambia Ibrahim, mbona Sara amecheka akisema, mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee? Kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitakurudia, kwa muhula wake nitakurudia, wakati huu mwakani, na Sara atapata mwana wa kiume. Akakana Sara akasema, sikucheka, maana aliogopa, naye akasema, sivyo, umecheka. Na hili ndiyo neno la Mungu. Na tutulie tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba, katika jina la Yesu, na lihimidiwe na kubarikiwa jina lako. Mataifa yote duniani yanakusifu, yanatupa taji na stahili zake, nasi tunaungana na jeshi la malaika kukusifu na kukuabudu na kukutukuza. Matendo yako yanatisha kama nini. Baba yangu mpenzi, saa imefika na sasa ipo. Ujitwalie utukufu, umwadhimishe Roho Mtakatifu katikati ya watu wako. Upende kusema na mioyo yetu, useme nasi kwa lugha ya nyumbani kwetu, useme nasi tukusikie. Utubariki Bwana katika siku hii ya 15 ya Kwaresma tena ya mwaka huu. Utubariki na pumzi ya neno lako, useme nasi waziwazi, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi wote tuseme amina kwa makofi mengi na vigelegele. Haleluya. Wapendwa mabibi na mabwana, kama ambavyo tumekuwa na mwendelezo wa somo letu kutoka misimu mpaka kusudi, naam, from season to reason, na tunaangalia misimu na kusudi katika maisha ya Ibrahim. Na moja ya msimu ambao ulipita katika maisha ya Ibrahim ni msimu wa mashaka ya kusudi ya Ibrahim na Sara, na hilo ndio kichwa chetu ambacho kinatuongoza pale, mashaka ya kusudi ya Ibrahim na Sara, Abraham's reason doubt, Abraham's reason doubt. Na haya ni mashaka ya Sara na ni mashaka pia ya Ibrahim, lakini tunazungumza juu ya reasons doubt, mashaka ya kusudi. Nilifundisha pia mashaka ya kusudi ya Adam, lakini nitapenda angalau kupitia kwa uchache mashaka ya kusudi ya Sara na Ibrahim. Na hapa tunazo hoja za kitheolojia na kifalsafa zilizobeba maudhui na muktadha wa neno ambalo tumesoma na maandiko ambayo tumesoma asubuhi ya leo. Hoja ya kwanza, kama unaandika tapenda uandike kwa haraka. Hoja ya kwanza, Ibrahim na Sara walipata mashaka ya kusudi, yaani reasons doubt, ya kuzaa taifa kwa sababu ya umri wao. Ibrahim na Sara walipata mashaka ya kusudi, yaani reasons doubt, ya kuzaa taifa kwa sababu ya umri wao. Kwa sababu ya umri wao, wakiangalia majira, mahali ambako wamepitia, maisha yao, wanaona mashaka. Kwa kuwa Ibrahim alikuwa na umri wa miaka 100 na Sara alikuwa na umri wa miaka 90, na Sara alikuwa amekoma kwa desturi ya wanawake juu ya sayansi na biolojia. Ilikuwa inathibitisha kwamba Sara hawezi tena kuwa na mayai yaliyosalia yanayoweza kuleta mtoto duniani. Na Ibrahim ni mtu mzima mwenye umri wa miaka 100 na Sara ana miaka 90. Kwa hiyo walikuwa na reasons doubt, walikuwa wana mashaka makubwa ya kuzaa taifa, mashaka ya kusudi. Na hapa unaweza ukaona, na mimi ningetaka uangalie kidogo macho ubaoni, mashaka ya kusudi ya Ibrahim na Sara, Abraham's reason
doubt. Mimi kweli nitazaa mwana na mimi ni mzee? Sara anajiuliza. Na Ibrahimu anajaribu kuangalia mtoto kutoka mbinguni. Hata akijaribu kuangalia, haoni hicho kitu, kwamba ni kitu gani kinaweza kikatokea katika maisha ya kwake. Na kile ninachokiona hapa, Ibrahim na Sara walipata mashaka ya kusudi, reasons doubt, kwa kulinganisha uhalisia wa msimu na kusudi walilobeba la kuzaa taifa. Mabibi na mabwana, hakuna kitu ambacho kinashinda au ni challenge, ni changamoto katika maisha ya mwanadamu kama kuangalia uhalisia, alafu ukaangalia na mawazo au mambo ambayo unataka kufanya unapolinganisha na uhalisia. Na watu walio wengi hapa ndipo ambako wamekwama na kukoma. Watu walio wengi anapoangalia uhalisia na anapoangalia vitu ambavyo amebeba na kitu ambacho anataka kufanya, walio wengi wanapata reason doubt. Anapata mashaka ya kusudi, reasons doubt, mashaka ya kusudi. Na nilifundisha pia wakati wa kufundisha juu ya mashaka ya kusudi ya Adamu. Na mimi nataka nikuambie, ili Mungu ajitukuze kwenye maisha yako, lazima pia upate mashaka ya kusudi. Kupata mashaka ya kusudi yanakusababisha kumwadhimisha Mungu. Kinachosababisha tuhubiri habari za Ibrahim na Sara asubuhi ya leo ni yale mashaka ya kusudi waliopata. Na kama una dream, una ndoto, una huduma, una karama, una neema, kuna mahali ambako unaenda na haujawahi kupata mashaka ya kusudi, ni ngumu sana kwako kufikiri umebeba kitu kikubwa katika maisha ya kwako. Lakini Biblia inasema ya kwamba Sara na Ibrahimu walilinganisha uhalisia na kitu ambacho Mungu anazungumza nao. Uhalisia, wana umri wa miaka 100. Ibrahimu ana miaka 100, Sara ana miaka 90. Kwa uhalisia, mayai ya uzazi yamekoma ndani yake. Alafu Mungu anawaambia, ninyi mnazaa taifa na kabila za watu na wafalme wanatoka ndani yenu. Ilikuwa ngumu kwa haraka. Na katika Kwaresma hii, sijui una jambo gani ambalo unaliombea ambalo ni zito na unapata mashaka ya kusudi. Umepata mashaka ya kusudi. Unajiuliza, kweli nitafika hapa? Kweli nitapona magonjwa haya? Kweli nitavuka hapa ambako ninapitia? Kweli nitashinda katika yale ambayo ninaona nimeanza kushindwa? Je, familia yetu itapona tena? Una mambo ambayo unajiuliza, na ni maombi yangu asubuhi ya leo Mungu akakutendee. Sema amina. Makofi yanaeleweka kwa Mungu wetu. Haleluya. Lakini Ibrahim, hoja ya pili, Ibrahim alimshauri Mungu kuwa hiyo ahadi ya kuzaa taifa tuiweke kwa Ishmaeli ambaye yupo kuliko Isaka ambaye hayuko. Hoja ya pili, Ibrahim alimshauri Mungu na kumwambia kuwa hiyo ahadi ya kuzaa taifa tuiweke kwa Ishmaeli ambaye yupo kuliko Isaka ambaye hayuko. Ibrahimu akasema, lau kama Ishmaeli angeishi mbele yako. Lau kama Ishmaeli angeishi mbele yako. Unaweza ukaona katika bango hili kile ambacho nataka kuangalia hapa. Usikubali msimu ukulazimishe kuishia kwa Ishmael, nenda mpaka kwa Isaka wa kwako. Na Ibrahimu hapa anasema, lau kama Ishmael angeishi mbele yako. Na mwangalia Ishmael. Lakini kule kuna upande wa pili, kule kuna Isaka na kuna taifa na kuna wafalme, na si tu taifa, kuna mataifa. Kwa sababu Isaka amezaa watoto wawili mapacha ambaye ni Esau pamoja na Yakobo. Yakobo ndiye amezaa taifa la Israel na Esau amezaa taifa la Jordan, mataifa mawili. Lakini Mungu anakusudia mataifa mawili, lakini Ibrahimu anamwambia Mungu tuishie hapo kwa Ishmaeli. Huu ni mpaka wa kusudi unaowekwa na msimu. Huu ni mpaka
wa kusudi unaowekwa na msimu. Kumbuka neno hili kabisa, misimu haiwezi kuharibu season, haiwezi kuharibu misimu, haiwezi kuharibu kusudi katika maisha ya kwako. Iwe ni misimu iliyotengenezwa, misimu ya namna yoyote ile, misimu haiwezi kuharibu kusudi. Seasons will never destroy the reason. Seasons will never destroy the reason. Hapa nataka kusema nini asubuhi ya leo? Nataka kusema kuna misimu ambayo inaweza ikaweka mipaka kwenye maisha ya kwako, na hasa misimu ambayo imethibitishwa kisayansi. Hii ni misimu ambayo sayansi imethibitisha kwamba Ibrahimu hawezi na Sara pia hawezi, na hasa kwa namna ya kipekee Sara hawezi. Na mimi nataka uangalie bango hili, ili kuna kitu ambacho nataka ujifunze, uangalie msimu na kusudi. Msimu ni huu hapa ambao umebeba utasa na uzee. Una mashaka ya utasa na una mashaka ya uzee na una mashaka ya kisayansi. Alafu kusudi liko pale ambalo Mungu amelitengeneza, ni kusudi la kuzaa mataifa na wafalme ndani yake. Mabibi na mabwana, asubuhi ya leo uwe na hakika, uwe ni msimu wa utasa, uwe ni msimu wa njaa, uwe ni msimu wa ukame, uwe ni msimu wa ukaufu, uwe ni msimu wa kisirani, uwe ni msimu wa mkosi, uwe ni msimu wa kuachwa, uwe ni msimu wa kupoteza, uwe ni msimu wa kukataliwa, uwe ni msimu wa upweke, uwe ni msimu wa umaskini, uwe ni msimu wa kupitwa na wakati, haviwezi kuharibu kusudi la Mungu katika maisha yako. Washindi wachache wangesema amina, na ungempigia Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Mimi sijui unapitia msimu gani katika maisha ya kwako right now. Saa hizi ninapoongea hapa, ni wapi ambako unapitia? Ni mambo gani ambayo unayaona? Ni msimu upi ambao umeshika kasi katika maisha yako? Je, ni msimu wa njaa? Je, ni msimu wa ukame? Je, ni msimu wa utasa? Je, ni msimu wa ukaufu? Je, ni msimu wa balaa? Je, ni msimu wa kisirani? Unapitia wapi? Ni msimu gani? Lakini nataka nikwambie kusudi la Mungu liko pale pale. Washindi wachache wangesema amina, alafu ungempigia Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Ibrahimu akasema lau Ishmaeli. Ibrahimu anamwambia Mungu, anamshauri Mungu, anamwambia lau Ishmaeli angeishi mbele yako. Tuishia hapa hapa kwa Ishmaeli. Hauna haja ya kumtafuta Isaka ambayo hayupo, lakini tungeishia hapa hapa kwa Ishmaeli. Mimi nataka nikuambie mawazo ya Mungu ya juu sana kuliko mawazo yako. Kuna kiwango ambacho unasema bora kiwe hiki. Mimi nataka nikuambie kuna kiwango cha kimungu ambacho unaenda mbali na kiwango chako cha woga ambacho unafikiria bora niishia hapa hapa, kama ni huduma ishia hapa. Wewe unaenda mbali, na wanaokwenda mbali wangempigia Bwana makofi mengi. Haleluya. Haleluya. Hoja ya tatu. Usikubali msimu ukulazimishe kuishia kwa Ishmaeli. Nenda mpaka kwa Isaka wako. Usikubali msimu ukulazimishe kuishia kwa Ishmaeli. Nenda mpaka kwa Isaka wako. Mabibi na mabwana, tunapozungumza juu ya reasons doubt, mashaka ya kusudi, yana mipaka. Yanaweza yakatengeneza mpaka wa huduma, mpaka wa karama, mpaka wa kiwango cha biashara, mpaka wa kiwango cha utashi na uelewa, mpaka. Na ukiona watu wanaishi kwenye mipaka, hawasogei, wana limitation. Mwalimu Benjamin aliwahi kufundisha hapa juu ya kamba za kupimia. Yaani unaenda kwa kamba ya kupimia, hauendi far, unakuwa na mipaka. Na ni maombi yangu ujue pia Mungu ni Mungu ambaye anataka tuvuke kwenye mipaka ya kifikra ya kwetu. Ni muhimu sana kujiuliza swali hili.
Msimu umekuwekea mipaka, lazima uangalie hivi hicho unachokifanya kwa sasa ni msimu umekuwekea mipaka au la? Ni msimu umekuwekea mipaka au la? Kuna vijumba vinajengwa na viramani vya misimu ambayo inakuwekea limitation. Unaona hapa sintakaa nimalize, lakini unashangaa Mungu anapita kwa neema yake, unamaliza na unakwenda mbele. Nilikwenda kufungua nyumba ya rafiki yangu mmoja, amejenga a very executive house, nyumba nzuri. Akanichekesha sasa. Amejenga nyumba, bahati nzuri alikuwa na plot kubwa, kwa hiyo amejenga nyumba yake ya zamani, alikuanzia maisha, alafu baadaye Mungu amemsaidia akanunua majirani, kwa hiyo pale akaongeza eneo zuri pana na akajenga hapo a very executive house. Kwa hiyo nikaenda kumwekea wakfu nyumba yake na kuibariki. Akaniambia, mchungaji, unaona hii nyumba hapa ni kijumba cha kawaida cha room 3. Ananiambia, wakati nilipokuwa ninajenga msimu huo, kiwango changu cha kifikra, kiwango changu cha kumwelewa Mungu, na sijaingia kwenye darasa lako, nimejenga nyumba mwaka wa 90, miaka ya 97. Asema ndo nimejenga hiyo nyumba yangu ya kwanza. Na akaniambia, mchungaji, sasa baadaye nimekuja kuingia kwenye darasa hilo la School of Healing, nimejifunza uchumi, nimepata ujasiri. Nikasema no, lazima nifike mahali nijenge nyumba yangu ya ndoto. Kwa hiyo nikanunua majirani hapa, nikajenga hii nyumba. Akaniambia, sasa nikuchekeshe, hiyo nyumba hapo unayoiona, nilikuwa asubuhi napiga mswaki, si mwanaume nimejenga, anapiga mswaki, anazunguka kwanza huko nje, anaenda anaiangalia nyumba hiyo ya room 3, anaiangalia nyumba, anaiona, anaona mpaka siku ya jeneza lake, akija kufa akiwa na miaka 90, miaka 100, jeneza litawekwa pale, waombolezaji yani alikuwa anaona kwamba hapa ni mwisho, kwa sababu msimu una tabia ya kumwekea mtu mpaka. Lakini ananiambia, ghafla nimekuja kuingia kwenye hilo darasa, nimepata neema, Mungu amefungua njia zangu, nikapata na nafasi ya kusafiri, nikaenda huko na huko duniani, Mungu akanipandisha. Nilipoenda nikarudi, nikasema no, pamoja na kwamba hii ni alfa, lakini kuna omega. Oh my God, oh my God. Ungempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Msimu usikuwekee mpaka. Kuna msimu ambao unapitia hapa, na wale watu wachache nilishafundisha hapa, more demand more supply. Usifikiri kuweka mipaka kwenye maisha ya kwako. Mwache Mungu awe ndiye mpaka wako. Oh my God, oh my God, oh my God. Lakini shida ni kwamba unafika mahali unajiwekea limitations, unajiwekea mipaka, unasema basi. Sasa namwambia, unaonaje? Ananiambia, hata mimi mwenyewe ninashangaa. Sikujua kwamba kuna siku nitakuwa na very executive house kama hii, wakati nilifikiri maisha yangu mimi yanaishia pale, na nilikuwa nimeangalia. Unataka kuishia hapo au unataka kuendelea mbele? That's the question. Kwenye biashara unataka kuishia hapo au unataka kuendelea mbele? Kwenye hiyo kampuni yako unataka kuishia hapo au unataka kuendelea mbele? Kwenye elimu unataka kuishia hapo au unataka kuendelea mbele? Kwenye upako, neema, huduma na kibali unataka kuishia hapo au unataka kuendelea mbele? Hebu naomba uniwekee bango moja, macho ubaoni. Nataka uangalie hapa kwa mfano, uone unataka kuishia hapa. Usikubali msimu ukulazimishe kuishia kwa Ishmael. Nenda mpaka kwa Isaka wako. Ni muhimu sana kujiuliza swali hili. Msimu umekuwekea mipaka, unataka kuishia hapo au unataka kuendelea mbele? Kuna mmoja hapa unimpaka, huku ni Isaka, huku ni Ishmael, na umeketi upande huu na unataka kuishia hapa. Na watu walio wengi kabisa, kile ambacho ninakiona katika maisha ya watu walio wengi ni kuishia pale ambako wanafikiri basi bwana, hii ni death hapa tu, basi hii ni death. Never, never. Retired but not tired, Mama Mari. Huwezi kuishia hapo, you must songa mbele. Kuna watu wanaonielewa sawa sawa. Lazima uendelee mbele kwa nguvu, na ukiona unapata uvivu, una andiko la kusimamia, roho yangu endelea mbele kwa nguvu. Mpigie Bwana makofi ya shangwe. Hayo makofi hayatoshi,
Pigie tena Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Nataka kusema nini hapa asubuhi ya leo? Nataka niseme msimu una tabia ya kumwekea mtu mipaka. Na ukiona mtu anashindwa kufanya kitu, ni msimu umemblock. Mwambia wewe huwezi kwenda tena, huwezi kwenda tena, huwezi kwenda tena mbali. Msimu uliwaekea wana wa Israeli mpaka. Sijui kama mnakumbuka siku zile Musa anatoka Misri. Halafu Farao anamwambia ninawapa ruhusa mtaenda, lakini hamtaenda mbali sana. Sababu ana msimu wa utumwa. Na ule msimu wa utumwa Farao anawaambia mtaenda, lakini hamtaenda mbali sana. Mtakwenda mahali fulani, lakini hamtaenda mbali sana. Hamtaenda mbali sana. Mimi nasimama kwenye madhabahu hii. Mungu alisema na Musa katika bahari aliposimama kwenye bahari ya Shamu. Musa aliposikia mashaka, alipoona Farao na magari ya chuma, magari 600 na jeshi la Farao. Na Farao mwenyewe alisema mtaenda, lakini hamtaenda mbali sana. Msimu una tabia ya kuweka mpaka. Lakini kusudi la Mungu lilisimama kwenye bahari ya Shamu. Likamwambia Musa, waambie wana wa Israeli waendelee mbele, wasonge mbele. Na mimi ninasimama hapa, ikiwa kuna msimu ambao umekuwekea limitation, ninasimama kwa neno la Bwana. Endelea mbele, songa mbele. Kwenye karama, endelea mbele, songa mbele. Wako wapi watu wachache ambao wananielewa sawa sawa? Kwenye biashara, endelea mbele, songa mbele. Kwenye huduma, endelea mbele, songa mbele. Washindi wachache wangesema amina. Bwana Mungu wa majeshi na afanye njia. Yule aliyefanya njia mbele za Musa na wana wa Israeli, na awe Mungu wako asubuhi ya leo, na afanye njia mahali ambako utavuka. Washindi wachache wangempigia Bwana makofi na vigelegele vya shangwe. Haleluya. Bila shaka kiwango chako cha sasa ni Ishmael. Punde tunataka kumuona Isaka wako. Yaani ukiwa wewe uko hapa na unaisikia sauti hii mahali ulipo, nataka nikuhakikishie kiwango chako ulicho sasa ni dalili kwamba Mungu yuko pamoja nawe, lakini agano la baraka linakuja juu yako, na kuna jambo kubwa ambalo utafanya kwa jina la Yesu Kristo. Washindi wachache wangesema amina. Vunja mipaka ya kusudi iliyowekwa na msimu katika maisha ya kwako. Vunja. Hata kama ni kwenye maombi ya leo, siku ya Friday prayer jioni, moja ya mambo ambayo tutaombea Benjamin ni kuvunja mipaka iliyowekwa na mipaka ya kusudi iliyowekwa na msimu katika maisha ya kwako. Na mimi nataka nikuambie mipaka iliyowekwa na misimu ni very strong. Ni very strong. Kwa sababu ni ngome za kimisimu. Misimu ambayo inashikilia kabisa, stronghold seasons, ambayo inashikilia kwamba kwa msimu huu wewe hauwezi kwenda mbali. Mimi nataka nikuambie utaenda mbali sana. Na kuna watu wachache hata huko maofisini wameshikilia, wako kwenye mamlaka, wako kwenye misimu, wako kwenye madaraka, maofisini, kwenye taasisi, na wanasimamia huo msimu kwa mihuri, kwa majina yao, kwa madaraka walionayo. Wanasimamia huo msimu ya kwamba hautaenda mbele. Mimi nasimama hapa nasema hakuna muhuri wa kukuzuia. Wa Farao, oh my God, oh my God. Wako wapi watu wachache wanaonielewa hapa? Nakwambia Farao alikuwa na mihuri ya shaba na mihuri ya pete na mihuri ya kifalme na madaraka na mamlaka juu ya taifa la Israeli, akiwatumikisha kama watumwa. Kama mihuri ya Farao haikuweza kuzuia, oh my God, oh my God, oh my God, hakuna mtu aliye na madaraka juu yako anayeweza kukuzuia. Wako watu wachache wanaonielewa wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Kama Farao alishindwa, na yule bosi wako asiyekutaka ameshindwa hata kabla hujafika ofisini asubuhi ya leo. Washindi wachache waseme amina, alafu wampigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Mungu, nataka niseme hivi, lazima kuvunja mipaka ya kusudi iliyowekwa na msimu katika maisha ya kwako. Lazima kuvunja mipaka iliyowekwa na kusudi katika maisha ya kwako. Hakuna jambo gumu lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna jambo gumu lisilowezekana kwa Mungu. Hebu uangalie macho ubaoni, nataka uone.
Vunja mipaka ya kusudi iliyowekwa na msimu katika maisha ya kwako, na hakuna jambo gumu lisilowezekana kwa Mungu. Just break it. Break it. Katika kila nyanja, katika kila huduma. Hii Kwaresma ya mwaka huu ni ya kuvunja mipaka iliyowekwa na kusudi katika maisha ya kwako. Washindi wachache wanasema amina. Bwana Mungu alimwambia Sara, kwa muhula wako nitakurudia. Bwana Mungu alimwambia Sara, kwa muhula wako nitakurudia. Unaweza ukamwangalia Sara ambaye Mungu anamwambia kwa muhula. Bwana Mungu anamwambia Sara, kwa muhula wako nitakurudia. Kuna muhula wa kurudiwa na Bwana. Kuna muhula wa kurudiwa na Bwana. Mungu anamwambia Sara, kwa muhula wako nitakurudia. No matter sayansi inasemaje, no matter madaktari wanasemaje, lakini kuna muhula wa kurudiwa na Bwana. Kuna muhula wa kurudiwa na Bwana. Mabibi na mabwana, acha nihubiri asubuhi ya leo ya kwamba kuna muhula wa kurudiwa na Bwana. Haijalishi ya kwamba muhula huu ni muhula au ni msimu ambao umetesa maisha yako kiasi gani, lakini kuna muhula wa kurudiwa na Bwana. Na mimi ni maombi yangu hivi leo, kama vile ambavyo Mungu alimrudia Sara akacheka, akamuita mtoto wake Isaka, tafsiri yake ni kicheko, akisema Bwana amenifanyia kicheko, na wale watakaosikia watacheka pamoja na mimi. Ninasimama kwenye madhabahu hii, ninatangaza kuna muhula wa kurudiwa na Bwana, na mimi nitasubiri mpaka muhula wa kurudiwa na Bwana. Wako wapi watu wachache wanaosema ni muhula wa kurudiwa na Bwana? Oh my God, oh my God, oh my God. Ungempigia Jehova na makofi ya shangwe na vigelegele. Oh, ninasimama hapa kwenye madhabahu, kama Mungu aishivyo, muhula wako wa kurudiwa na Bwana tutauona kwa jina la Yesu Kristo. Wako wapi watu wachache wanaosema amina? Ninasema muhula wako wa kurudiwa na Bwana, na mimi ninataka nitangaze hivi leo, kuna muhula wa kurudiwa na Bwana. Hata kama vimetangulia utasa, hata kama vimetangulia jangwa, hata kama umetangulia kisirani, lakini kuna muhula wa kurudiwa na Bwana. Wako wapi wachache wanaosema ni muhula wa kurudiwa na Bwana? Na mimi ninatangaza kwenye kazi ya mikono yako na uwepo muhula wa kurudiwa na Bwana. Wako wapi watu wachache wanaosema amina, wanaosema huu ni muhula wa kurudiwa na Bwana? Wengine watauliza, imewezekana vipi mwanamke wa miaka 90 akazaa? Ni muhula wa kurudiwa na Bwana. Imewezekana vipi tulikuona kama unashindwa kuendelea hapa mjini? Hii nyumba na hii familia, ni kitu gani kimetokea? Ni muhula wa kurudiwa. Wako wapi vijana wachache wanaosema ni muhula wa kurudiwa na Bwana? Wako wapi wanawake mashujaa? Leo ni sikukuu ya wanawake na ni siku ya maombi ya wanawake. Wako wapi wanawake wanaosimama na Sara, wanaosema kuna muhula wa kurudiwa na Bwana? Wako wapi wanawake wenye vigelegele vya shangwe wanaosema kuna muhula? Nisaidie kuwapiga high five watu wawili kwenye bega, waambie kuna muhula wa kurudiwa na Bwana. Enyi watesi wangu, msifurahie, kuna muhula wa kurudiwa. Hapa wanaonielewa hapa, ninyi mnaonisengenya, mnaofikiri nimeisha, watesi wangu na adui zangu, msifurahie, kwa maana kuna muhula wa kurudiwa na Bwana. Hata kama sayansi inakataa, kuna muhula wa kurudiwa na Bwana. Hata kama biolojia inakataa, kuna muhula wa kurudiwa na Bwana. Hata kama mayai yameisha wanawake, kuna muhula wa kurudiwa na Bwana. Wako wapi wanawake wachache, wanawake waombolezaji, siku hii ya wanawake, siku hii ya maombi ya dunia? Piga vigelegele vya shangwe, piga Yesu asikie. Mama, usiogope, kuna muhula wa kurudiwa na Bwana. Hii siku ya wanawake, huyo Mungu aliyemtembelea Sara akutembelee mama, atembelee wanawake wachache walioko hapa, atembelee na uzao wa tumbo lako, awaangalie na watoto wako. Wako wapi wanawake? Nataka kuona wanawake
hii siku ya leo ya wanawake wanaosema kuna muhula wa kurudiwa na Bwana. Na mimi nataka niwaambie wanawake wote duniani hivi leo, watu watakuuliza from today, hivi imewezekanaje mama? Utanisaidia kuajibu, ni muhula wa kurudiwa na Bwana. Imekuwaje mtoto wako ameacha bangi? Ni muhula wa kurudiwa na Bwana. Imewezekanaje umepata uzao? Ni muhula wa kurudiwa. Pigie Jehova na vikelekele vya shangwe. Upo muhula. Wako hapo wanaotarajia muhula wa kurudiwa na Bwana. Dunia itashangaa, watesi wako watashangaa, marafiki zako watashangaa. Muhula wa kurudiwa na Bwana. Wapo wafanyabiashara hapa ambao Mungu anawainua wakati huu wa Kwaresma. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Ni muhula wa kurudiwa na Bwana. Na mimi natangaza kwenye madhabahu hii, haijalishi hata asubuhi ya leo umeamka na mawazo ya kiblaki ya mateso, mawazo ya kufa, ninatangaza kwenye hii mimbari na kwenye hii madhabahu, ni muhula wa kurudiwa na Bwana. Hauogopi utasa, hauogopi ukame, hauogopi ukaufu, hauogopi mkosi, hauogopi kisirani, hauogopi sayansi. Ni muhula wa kurudiwa na Bwana. Watu wote wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya! Ukituona tunahubiri asubuhi ya leo, misimu ilishatuwekea mipaka, lakini ukiona nahubiri kama mwenda wazimu, ni kwa sababu oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, ni kwa sababu misimu haiwezi kuharibu kusudi. Misimu haiwezi kuharibu kusudi hata siku moja. Reasons will never destroy the reason. Oh my God, ungempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Kwa hiyo ukituona tunahubiri asubuhi ya leo kama wenda wazimu, ujue ya kwamba ni muhula wa kurudiwa na Bwana. Wako wapi washindi? Wangesema amina. Na mimi nasema kuna muhula wa kurudiwa na Bwana. Hebu nisaidie kuwatikisa watu wawili watatu, waambie kuna muhula wa kurudiwa na Bwana. Usiogope juu ya magonjwa ulio nayo, kuna muhula wa kurudiwa na Bwana. Usiogope juu ya watu wanaokusema, kuna muhula wa kurudiwa na Bwana. Usiogope juu ya chuki za watu, waache washukie. Nataka nikwambie kuna muhula wa kurudiwa na Bwana. Wasikuone wamekuona hauna maana, usikubali kujikataa. Kuna muhula wa kurudiwa. Pigie Jehova na vigelegele vya shangwe. Wanaoamini juu ya muhula wa kurudiwa na Bwana wako wapi hapa? Wako wapi watu wanaosema ninaamini juu ya muhula wa kurudiwa na Bwana? Oh my God. Nataka nikuambie, God will surprise you. Mungu atakushangaza, na mshangao wako utashangaza na maadui zako kwa jina la Yesu. Ni muhula wa kurudiwa. Mimi si ninaona watu wachache hapa, umekata tamaa na kigenge chako, unafungua duka, ni nzi tu anaingiaga huko. Mimi nasimama kwenye hii madhabahu, nataka nikuambie utaenda mbali kwenye hiyo biashara na kuwa na mabiashara makubwa ya supermarket na mashopping mall, na pale mbele utaandika muhula wa kurudiwa na Bwana. Ukiona hawaelewi waandikie Kiingereza, seasons will never destroy the reason, in the name of Jesus. Wako wapi watu wanaonielewa hapa? Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Haleluya. Mabibi na mabwana, maisha ni marefu kuliko msimu. Life is longer than a season. Life is longer than a season. Maisha ni marefu kuliko msimu. Kule kuna barafu, sijui kuna nini, sijui kuna summer, sijui kuna winter, whatever the msimu. Kuna vuli, kuna masika, na kule Marangu kuna kisie. Kisie ni msimu, na tafsiri yako kiishe na kitaisha kwa jina la Yesu. Hakuna kisie isiyoisha hapa duniani. Hata kama kuna baridi, mfumo wa baridi utaisha na msimu wake utaisha.
rudisha lile bango pale. Ninatangaza hivi leo, kama Kristo aishivyo, maisha ni marefu kuliko msimu. Waambie wakusubiri. Waambie watu wa msimu na wakusubiri, mpigie Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya! Upo muhula wa kurudiwa na mbingu. Upo muhula wa kurudiwa na mbingu. Upo muhula wa kurudiwa na mbingu. Na mimi nataka nikuombea asubuhi ya leo. Na ninakuombea nikitamka hivi: God, do it again. God, do it again. Oh my God, oh my God. Mungu, fanya tena. Uliyefanya kwa Sara, fanya tena. Uliyefanya kwa Musa, fanya tena. Uliyefanya kwa Yoshua, ukatupa mawe kutoka mbinguni, ukawapigania taifa la Israel. God, do it again. Wako wapi watu wanaonielewa hapa, wanaosema amina? Pigie Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya! Uliyewapigania Israel na atupiganie leo. God, do it again. Hivi kuna watu, hebu niwekee ile neno pale, God, do it again. God, do it again. Mungu, fanya tena. Na ni maombi yangu asubuhi ya leo, Mungu afanye tena. Aliyefanya kwa mchungaji Kimaro, afanye na kwako tena, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Aliyefanya kwa Sara, afanye tena. Aliyefanya kwa Lazaro akamfufua kwa wafu, afanye tena. God, do it again in the name of Jesus. Na afanye tena. Wako wapi watu wachache wanaosema na afanye tena? Pigie makofi ya shangwe na vigelegele. Ninyi akina mama, wanawake, leo mna maombi na mnaenda kwenye maombi ya dunia, na Dar es Salaam nzima inakusanyika kule kwenye kanisa la Katoliki Kristo Mfalme Tabata. Nasimama kwenye madhabahu hii. Mungu yule aliyetenda kwa mwanamke aliyekuwa na kansa ya kizazi, aliyetibiwa miaka 12, kansa iliyokuwa overstage, na yule mwanamke aliyekuwa na kansa ya kizazi akapona. Ninatangaza kwenye madhabahu hii siku hii ya leo, God, do it again. Mungu, na ufanye tena kwa wanawake watakao kusanyika. Ikiwa kuna uvimbe katika tumbo la mwanamke yoyote, ikiwa kuna dalili yoyote ya kansa, siku hii ya leo ya maombi ya wanawake wote duniani, ninatangaza kutoka madhabahu hii, yule Mungu aliyetenda zamani atende tena katika maisha ya kwako. Mungu aliyefanya kwa yule mwanamke aliyeshika pindo la vazi la Yesu akapona kwa wakati ule ule, na mimi natangaza uponyaji juu ya wakina mama wanaopitia kwenye shida ya kansa na mauvimbe na kila maumivu. Ninasimama kwenye madhabahu, nimewaombea na ninawabariki. God, do it again. Mungu, na ufanye tena katika jina la Yesu. Na wanawake wachache wangesema amina, na wangempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya! Inua mikono yako. I want to pray for you. Nataka kuomba kwa ajili yako. Inua tu mikono yako, funga macho yako, alafu rudia maneno haya pamoja nami. Sema: Bwana Yesu, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Umesema na moyo wangu, na mimi ninakuja mbele za uso wako. Ninaomba rehema, Bwana. Yamkini nimeona mashaka ya kusudi, yale niliyobeba na uhalisia na mahali ninapita. Kwa kuwa ulitenda kwa Ibrahim, na kwa kuwa kwa muhula wake ulimrejelea Sara, na kwa muhula wako ukatenda. Baba, ninajua kuna muhula wa kujiliwa na mbingu, nami ninatangaza ule muhula ni sasa, na ule wakati ni huu, kwa damu ya Yesu Kristo. Nimesikia kwa masikio yangu yale uliotenda katika maisha ya watu wengine, na mimi ninasimama leo, Bwana, Mungu wa Ibrahim, ninakuomba fanya tena, fanya tena ulivyofanya kwa Sara na Ibrahim. Fanya tena, Bwana, fanya tena Mungu, fanya tena uogopwe, fanya tena ujitambulishe, fanya tena watesi wangu wakuone, fanya tena utukuzwe katika maisha yangu,
Fanya tena Bwana, katika kazi ya mikono yangu, katika familia, katika hali yangu ya ugonjwa na udhaifu. Fanya tena Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na ndiposa ninazivunja roho zote za laana na kila mipaka iliyowekwa na misimu, mipaka ya misimu iliyowekwa kwenye maisha yangu inayonizuia kufika kwenye kusudi. Hizo kamba za kupimia, hiyo mipaka ya kipepo ninaivunja hivi leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu endelea kuomba kwa dakika moja. Inua tu sauti yako kwa dakika moja. Hebu omba mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Mwokozi, na uhimidiwe Mungu unayenisikia. Nimekusikia ulivyotenda kwa Musa, ulivyotenda kwa Ibrahimu, ulivyotenda kwa Sara. Baba, mimi niliye mchungaji na kuhani ninasimama tena kwenye madhabahu hii. Baba, katika jina la Yesu, fanya tena Bwana, fanya tena Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka. Fanya tena, uliyempa Isaka faida akazaa kipimo 1 kwa 100. Fanya tena, uliyemnyakua Filipo kwa upako. Fanya tena, uliyemsaidia Petro ukayaondoa mashaka kwenye maisha yake. Fanya tena Bwana, fanya tena Mungu. Uliyeponya yule mwanamke kansa, fanya tena Bwana. Ninaomba kwa ajili ya maombi ya wanawake ya siku hii ya leo. Baba, ninawafunika na damu yako ya thamani. Ninaachilia nguvu yako ya kimbingu. Ninawaombea akina mama hawa waliobeba familia. Ninaiombea mitaji, kazi za mikono yao. Ninaziombea familia, ninaombea uzao wao. Nasimama kinyume na kansa, kansa ya kizazi na kila aina ya kansa kwenye miili yao. Ninavunja maroho ya mauti na mamlaka za giza. Baba, Mungu wa Ibrahimu, fanya tena kwa wanawake hawa. Fanya tena kwa wanawake hawa majasiriamali ambao wana madeni, wana marejesho, wamechoka, wamekata tamaa. Fanya tena kwenye nyumba yao, fanya tena kwenye biashara, fanya tena kwenye huduma, fanya tena kwenye karama. Tenda tena Bwana. O Mungu uliye hai, ninawaombea watoto wako kila mmoja kwa jina lake. Ninakusihi Bwana, wapeleke mpaka ng'ambo, wavushe mpaka ng'ambo, mahali umekusudia kuwafikisha hawa vijana wa Kiafrika na wafike leo. Nimewaombea kwenye madhabahu hii, nimemuombea kila mmoja. Baba, fanya tena, tenda tena Mfalme, tenda tena kwa huyu baba, tenda tena kwa huyu mgonjwa ambaye amelala hapa hospitalini. Mrudishie afya, ponya majeraha ya ndani na ya nje. Tenda tena Mfalme wa amani, katika jina la Yesu Kristo, na uonekane katika maisha ya watoto wako. Nami ninawabariki hivi leo ili wapate kubarikiwa daima. Damu yako ya thamani, damu yenye kiasi kikuu, damu iliyobeba uhai wa Mungu, ikinena mema kinyume cha mabaya. Wabariki watoto wako sasa na daima. Usikie na sala na dua na maombi ya watoto wako katika mafungo. Na leo ni siku ya 15 katika mafungo ya siku 40. Uwatendee kwa ukarimu. Baba, ninaomba usikubali dhabihu na sadaka tunazoleta madhabahuni pako. Mungu Mwenyezi, utubarikie sisi na sadaka zetu, na uzipokee kwako mbinguni, katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina. Wote na tuseme amen. Na sasa inamisheni vichwa vyenu, pokeeni mbaraka wa Bwana ninyi nyote mnaomtegemea. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake akufadhili, na Bwana Mungu akuinulie uso wake akupe amani. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, na Mungu akatende tena katika maisha yako, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. God, do it again. God, do it again.